Kama una upendo, lugha mpya haziwezi fanya kazi kwako. Kama una upendo, imani haiwezi fanya kazi kwako. Hata uwe na imani ya kuhamisha milima, ukikosa kitu kinaitwa upendo, tayari ile imani ni dhaifu. Natamani kanisa zima lote likamate moto wa kunena kwa lugha mpya. Lugha mpya ina nguvu. Tunaelewana? Lugha mpya ni lugha za mbinguni. Unapokuwa unanena, viumbe vya mbinguni peke yake ndio vinakuelewa. Hata shetani hakuelewi. Lugha mpya ni muhimu sana. Hata Roho Mungu kipindi anakuja, kitu cha kwanza alichowapa wanadamu ni lugha mpya. Kitu cha kwanza alichowapa wanadamu ni lugha mpya. Hakuwapa hela wala nini, aliwapa lugha mpya. Unapaswa kujua kwa nini Roho Mungu alipokuja, kitu cha kwanza alichompa mwanadamu ni kunena kwa lugha. Nitawafundisha, mtaelewa. Sema amina. Na kwa nini Biblia inasema kwamba anenaye kwa lugha anena mambo ya siri na Mungu wake? Anasema anenaye kwa lugha ujijenga nafsi yake. Anenaye kwa lugha uijenga imani yake. Kwa maana yake imani yako itakuwa dhaifu usipojifunza kunena kwa lugha mpya. Shetani atakuwa na kushinda usipojifunza kunena kwa lugha mpya. Watu ambao hawajui kunena kwa lugha mpya hawawezi kuomba maombi ya muda mrefu. Hawawezi. Hata wakijaribu kuomba, shetani atawasumbua kwenye mawazo yao. Lakini ukiwa unanena kwa lugha mpya unaweza kuomba hata masaa 4. Watu wengi wamekuwa kijiuliza, masaa 4 yote apostol huko kwenye maombi unaombea nini? Unaomba. Kuna mwingine anaomba anasema naombea jicho, naombea sikio, naombea sikio liko, naombea sikio. Haleluya. Yaani no, mimi naweza nikafanya maombi ya shukrani, namshukuru Mungu tu masaa haya. Na simshukuru kwa ajili ya masikio wala macho wala nini, namshukuru kwa ajili ya kitu hichi kimoja, masaa 2. Kinachonisaidia kutembea hayo masaa 2 yote ni nini? Lugha mpya. Na unapokuwa unanena kwa lugha, ni Roho Mungu anakuwa ananena. Na Biblia inasema hivi, ombeni katika roho. Hebu nifungulie zapo, nifungulie Warumi 8:26 pale. Leo niombe watu hofu. Nani anahisi kushikiliwa na hofu ya nyuma? Nione kama wapo, nifanye maombi. Nyosha mkono. Mpo wengi, tutaenda kufanya maombi. Tutaenda kuomba. Leo acha tufanye hiyo kazi. Acha apostol afanye hiyo kazi. Hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa Roho wa Mungu anatusaidia kufanyeje? Kuomba. Sasa Roho wa Mungu anatusaidiaje kuomba? Tunaponena kwa lugha. My God. Nasikia Roho Mungu ananiambia nifundishe. Ngoja niende tu. Ngoja niende. Fungua Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Soma paraka. Ufuateni upendo. Subiri kwanza. Kipaumbele ni nini? Upendo. Kipaumbele ni nini? Ni upendo. Naomba andika. Kama una upendo, lugha mpya haziwezi fanya kazi kwako. Kama una upendo, imani haiwezi fanya kazi kwako. Hata uwe na imani ya kuhamisha milima, ukikosa kitu kinaitwa upendo, tayari ile imani ni dhaifu. Haiwezi kuwa na nguvu. Upendo ndicho kipaumbele. Upendo ndo kichwa. Upendo ndo Mungu mwenyewe. Can I preach now? Naweza nikahubiri Naweza nikakufundisha Ya Roho Mtakatifu anisaidie. Upendo ndo kichwa. Upendo ndo Mungu. Upendo ndo kitu kinachotangulia kabla ya vingine vyote kutangulia. Upendo ndo kitu pekee kinachotangulia kabla ya imani. Uanza upendo ufuata imani. Uanza upendo ufuata mengine. Kwa Biblia inasema kabla mjazitaka karama za rohoni, kabla mjataka kunena kwa lugha, kabla mjataka karama za imani, kabla mjataka kufanya miujiza, takeni kwanza upendo. Kuweni kwanza na upendo. Kwa sababu pasipo huo upendo, miujiza haitaweza kufanyika. Pasipo huo upendo, vitu vikubwa vitaweza kufanyika. Mnajua kwa nini kanisa la sasa hivi mambo ya feki ni mengi sana? Wanafeki miujiza sana, wanafeki unabii sana, wanafeki vitu vya miujiza. Kwa nini? Kwa sababu upendo umetoweka. Upendo ukitoweka mahali popote, au miujiza haiwezi fanyika hapo. Upendo ukitoweka mahali popote, hata uwe na imani ya kuhamisha milima, hiyo imani haitofanya kazi. Kwa ukiona imani yako haifanyi kazi, jikague kwenye eneo lako la upendo. Sika kuna watu naongea nao hapa. Soma Wakorintho wa kwanza 14 hapa anasemaje?
ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Anasema kwanza ufuateni nini? Upendo. Nataka nihubiri na watu hapa, nani tuko wote hapa? Kama kweli umetoka nyumbani umekuja ibadani, wacha tuwe wote. Sema amina. Anasema ufuateni upendo. Alafu baada ya kufuata upendo, kinachofuata sasa ndo mzitake karama za nini? Za rohoni. Kwa nini anatanguliza upendo? Bila upendo hizo karama za rohoni hazitofanya kazi yoyote. Sikiliza hapo. Anenaye kwa lugha aseme na nini? Na watu. Anasema na nani? Wale ambao tunaombaga maombi kwa jina la Yesu, mkuu wa anga aliyeshikilia maombi yangu kwenye anga, aliyeshikilia maombi yangu kwenye anga aachie. Ukiwa unanena kwa lugha, hakuna mkuu wa anga wala mkuu wa giza anayeweza kushikilia maombi yako. Anasema unapokuwa unanena kwa lugha, unanena na Mungu direct. Kwa hakuna mkuu wa anga wala mkuu wa giza anayeweza kuzuia hayo maombi. Ndio maana kitu cha kwanza Roho Mtakatifu alivyoshuka hakuwapa kingine, aliwapa lugha mpya kwanza. Ili weje? Ili wafungue anga. My God, kuna mtu leo apokee kunena kwa lugha katika jina la Yesu. Unajua kuna watu wananena kwa lugha kwa sababu wamekalili au kwa sababu wamezoea. Alisikia tu kule kanisani kwao wanasema rabashika rabashika, na yeye akaanza kushika raba na kuzishika. Haleluya. Lakini aneni zile lugha za rohoni. Nataka upokee lugha kutoka kwa Roho wa Mungu, sio kutoka kwa mchungaji wako. Rohoni, Roho Mtakatifu mwenyewe akupe kinywa, akufungue. My God, anasema anenaye kwa lugha anena mambo ya siri na Mungu wake. Anena na Mungu wake. Manaka hapa hakuna cha mkuu anga wala nini. Lakini unapokuwa nena katika maombi ya kawaida, lugha ya kawaida, mkuu anga anaweza kuzuia maombi yako. Wachawi wanaweza kuzuia maombi yako. Maombi pekee wachawi wazizuia ni maombi ya mtu anayenena kwa lugha. My God, sika kuna mtu unaongea naye hapa. Maombi pekee shetani hawezi nyoosha mkono, anavurugwa na kuchanganyikiwa, ni maombi ya mtu anayenena kwa lugha. Hakuna anayesikia, maana yake hata shetani naye amejumulishwa hapo, asikii. Ananena mambo ya siri ndani ya roho yake. Anayehutubu maana yake anayetabiri au anayefundisha. Anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yako. Mwangalie mtu mmoja, mwambie kama nafsi yako ni dhaifu, imani yako ni dhaifu, njia pekee ya kuijenga kwa haraka pamoja na kulisikia neno la Mungu ni kunena kwa lugha mpya. Anasema yeye anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Imani iko wapi? Imani haiko moyoni, imani iko ndani ya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Imani iko ndani ya nafsi yako. Kwa unapoijenga nafsi yako, unajenga imani yako. Unapojenga nafsi yako, unajenga utajiri wako. Kila kilicho chema Mungu amekiweka ndani ya nafsi yetu. Ndio maana hata wachawi wakitaka kuteka utajiri wa mtu wanateka nini? Nafsi yake. Nafsi yako ndio inayoamua. Nafsi yako ndio inahisia. Nafsi yako ndio inayofanya. Roho na mwili ni vitu vinavyosubiri maamuzi kutoka kwa nafsi. Nafsi ndo wewe. Kuna mtu ameniacha nielewa. Nafsi ni wewe. Roho na mwili havina maamuzi yoyote ikiwa Amina. Nafsi haitoamua kuamua. Amina. Kwa nafsi ndio inaamua kwamba sasa niwe upande wa roho. Nafsi ikiamua kwa upande wa roho, vitu vya rohoni vinaenda. Amina. Nafsi ikisema roho siko upande wa roho, ninakuwa upande wa mwilini. Hata rohoni utake vipi kufanya nini, hautofanya chochote, kwa sababu nafsi yako imeamua kwa upande wa mwili. Ndio ile utagoma, utasema sitaki kufanya kitu fulani, utakifanya na huku utaki. Amina. Unasema sitaki kuiba, utaiba na huku unasema sitaki kufanyeje? Kuiba. Utasema sitaki kutenda dhambi, utakuwa unatenda huku na unasema sitaki kutenda nini? Kwa nini? Kwa sababu nafsi imeamua kwa upande wa mwili. Oh yes. Kwa nafsi ndio inayofanya maamuzi ni kipi kiwe na ni kipi kisiwe. Oh yes. Sasa Biblia inasema unapokuwa unanena kwa lugha unaijenga nafsi yako. Amina. Inakuwa na power. Amen. Inakuwa na nguvu. Amen. My God, inafuata yaliyo ya Mungu. Hey. Kukunena
kwa lugha ni jambo la msingi sana kwa kanisa. Amina. Kunena kwa lugha ni jambo la nguvu sana kwa kanisa. Amen. Shetani anapopiga mishare hapigi mwili, anapiga nafsi. Amina. Sema amina nzuri hapa. Amen. Ndio maana ukiugua, kitu cha kwanza unaanza kuwaza ni hospitali, unaanza kuwaza kufa, unaanza kuwaza mambo ya ajabu ajabu. Shetani hapa ameshaishambulia nafsi. Nafsi yako ndio imebeba utajiri. Amina. Nafsi yako ndio imebeba uhai wako. Amen. Biblia inasema Mungu akafinyanga tope, akaliweka. Baada hapa akapuliza pumzi na mtu akawa nafsi hai. Manake mwanadamu ni nafsi. Amina. Ndio maana ukifa roho inarudi kwa Mungu. Amen. Mwili unarudi kwenye udongo. Amen. Nafsi ndio inaenda kuhukumiwa. Amina. Kwa nini? Kwa sababu nafsi ndio inayofanya maamuzi. Amina. Nafsi ndio inayokosea. Amina. Nafsi ndio inayofanya, ndio inayoamua tuibe ama tusiibe. Nafsi ndio inayoamua tufanye ama tusifanyeje? Tusifanye. Roho ina mawazo. Amina. Mwili nao una mawazo yake. Amina. Lakini mwenye maamuzi ni nafsi yako. Amina. Sasa Biblia inasema kwamba tunaponena kwa lugha tunaijenga hiyo nafsi. Amen. Manake inakuwa na nguvu. Amina. Haiwezi endeshwa na shetani. Amen. Haiwezi haribiwa na shetani. Amen. Hata unapotamani kuamka wakati wa usiku kuomba, Amina, ukashindwa kuomba, unatamani, manake ni roho inataka. Amina. Lakini nafsi haijaamua. Sema amina. Amen. Nafsi imekuwa upande wa mwili kwa sababu mwili umekuwa na nguvu, inaamua kuamulia mwili. Ndio maana unashindwa kuomba. Amina. Lakini nafsi yako ikiwa na nguvu ya maamuzi, sema amina, itaamua vyema katika roho. Amen. Itaamua vyema katika Mungu. Amen. Na utayafanya yaliyo ya Mungu. Amina. Amina yako ikiwa bora unapokea leo. Amen. Anasema tunaponena kwa lugha tunazijenga nafsi zetu. Amina. Usiseme mimi siwezi kunena kwa lugha, utanena. Amina. Kama una kinywa wewe sio bubu, utanena. Amina. Hata kama wewe ni bubu utafanya bubu bubu bubu, utanena nakwambia. Amina. Roho wa Mungu akishuka lazima unene. Amina. Sema amina nzuri hapa. Amen. Anasema ujijenga. Unajua na maana kujenga? Anaijenga. Unajua na watoleaga mfano wa watu wanaendaga gym. Amina. Ukienda umekonda unatoka huko bouncer. Sasa ile mtu anaenda kujenga mwili wake. Amina. Sasa tunaponena kwa lugha, Biblia inasema tunazijenga nafsi zetu. Amen. Zinakuwa na nguvu. Amina. Zinakuwa na uwezo. Amina. Manake na ukiona bouncer ameingia hapa, sema haya tu, akaongea neno hapa, kuna mtu akumrukia hapa. Mtu mwenye mwili kama nani yule Undertaker yule jamaa au nani namwongea Undertaker kwa sababu aishaokoka. Sema amina. Jamari na mwili limepanda hewani hivi au big show kama mnafuatilia mieleka. Mimi ni mfuatiliaji wa mieleka. Sema amina. Amina. Naipenda sana. Unajua naipenda wapi? Mtu anakuwa ameshashindwa, unaona ananyanyuka, afu yenda anashinda. Amina. Hapo ndio napakubali kwamba kumbe naweza nikaa nimeshashindwa afu nikafanyaje. Ndio naipendaga hivyo tu. Jamari na power lili jisimame hapa, hakuna mtu akunyanyuka hapa kusimama kusema nyanyuka. Utaongea nini? Ndio baba mwisho. Hata Waswahili wanasema mwenye nguvu fanyeje? Nisikilize, kwa nini wachewa wanakupiga makofi kila siku? Una power. Amina. Hauna nguvu. Amina. Kwa nini majini yanakuonea yanazuia vya kwako? Hauna nini? Hauna nguvu. Vinakuona hauna nguvu. Huwezi kuwa na nguvu mtu akaja vibaya hapo. Hawezi. Sema amina nzuri hapa. Amen. Power. Kwa yule mtu sasa Biblia inasema tunaponena kwa lugha tunajenga nafsi zetu. Maana yake tunakuwa na nguvu, tunakuwa na misuri rohoni. Amina. Tunakuwa na power rohoni. Amina. Ukirusha hivi mkono unapiga mapepo karibia 1000. Amina. Yote anapisha kwenye njia zako. Amen. Yakikuona unatokeza mahali anaanza kutawanyika. Amina. Si kwa sababu umetoka, kwa sababu uko power. Amen. Una nguvu. Amina. Sema leo nitaanza kunena kwa lugha mpya. Leo nitaanza kunena kwa lugha mpya. Sema takeni sana karama za rohoni, lakini kwanza upendo. Sema amina. Amina. Mwambie mtu mmoja, kabla hujataka karama za rohoni, upendo ndio uwe msingi.